ukiweza kujiuliza maswali magumu, mara ngapi mimi nimekuwa balozi sahihi wa Kristo kwa kuwaita watu kwa Kristo? Mara ngapi? Mara ngapi badala ya kuwagombeza wale watu ukajawa na roho ya huruma ya kuwavuta kwenye madhabahu kwa kuwaombea na kufunga kwa ajili yao ili wamjue Kristo? Mara ngapi? Mara ngapi tumetumia kinywa chetu kufariji wale watu bila unafiki wa kuchukua matatizo yao na kuyasema pembeni na kuwakozia depression kwa kuwa wewe ni Mkristo ambaye unajiona una siti ya mbele mbinguni? Mara ngapi? Mara ngapi tumeacha watu wanatapatapa mitaani wakati sisi tunaoijua njia sahihi tunawaonyoshea vidole hivi? Mara ngapi? Ndugu zangu wa Kristo, tuwafanye watu waje kwa Kristo, kwa sababu Ukristo ni upendo, Ukristo ni imani, Ukristo ni ushikamano, Ukristo ni kupendana kwa kusemezana kwa upole tukiwa tunaongea neno la Mungu. Ukristo ni kufanya ibada pamoja. Ni Ukristo ni kutubu kwa ajili ya ndugu zetu. Tukasome Paulo alichofanya jamani. Tukasome Injili inavyosema jamani. Twendeni turudi nyuma tukasome Agano Jipya vizuri tuone Ukristo ulikuwaje. Kwa sababu wengi tunasema Agano la Kale hatuwezi kusoma kwa sababu basi tudili na kitabu cha Agano Jipya ambalo watu wengi wanapenda kulisoma. Kwenye Agano Jipya kalisome. Angalia Paul anavyoandika waraka za watu kwa kuwa encourage wale watu wa Korinto, wa Rumi, wa Kolosai, wa Thesalonike. Wote hao Paulo anawatia moyo kuhusu mambo ya Kristo. Lakini sisi ambao ni wa Kristo hatufanyi hivyo. Imagine unaenda mbinguni, Mungu anakuuliza hili swali, wewe tokea uwe Mkristo, watu wangapi wamekuwa wa Kristo nyuma yako? Watu wangapi wamemjua Kristo kwa ajili yako, kwa wewe kuwa Mkristo? Imagine hilo swali lilivyo gumu kulijibu kwenye sentensi kwamba mimi ni Mkristo wa miaka 30, wa miaka 40, wa miaka 50, lakini sijawahi kufanya hata mtu mmoja amjue Kristo, bali nimekuwa Mungu mtu kwa kuhukumu watu. Hiyo ni dhambi kubwa sana tunaifanya. So ndugu zangu wa Kristo wenzangu, tuwaite watu kwa Kristo kwa upole, kwa kuwafundisha neno la Kristo, kwa kuwaombea. Lakini tusiwe Mungu mtu wa kutaka kuwajaji watu kwamba watu wale wamepotea. Lakini tujiulize, tuliwasaidiaje? Watu ambao ni wabaya ndio walitakiwa wawe mstari wa mbele kanisani ili wamjue Mungu, lakini sisi tunawaweka mstari wa nyuma kanisani kwamba wasimjue Mungu, kwa sababu sisi tuliomjua Mungu tumekuwa wanafiki. Ni kweli? Tuambiane ukweli. This is black and white video. Itakukera najua, lakini tuambiane ukweli, tumekuwa wanafiki.